Kwa kuwa mkutano huu sizungumzi na nyinyi watumishi wa Morogoro peke yenu, nazungumza na watumishi wa umma Tanzania nzima ambao tunawasimamia. Maelekezo yangu yarudi tena, jazeni PEPMIS. Na kama wewe unafikiri kwa PEPMIS ni hadithi ya Alfu Olela Olela, basi nataka nikuhakikishie ziko stahiki zako mtumishi wa umma utazikosa kwa sababu ya kudharau maelekezo halali ya serikali, kwa sababu kipimo cha mtu mmoja mmoja katika idara moja ndiyo matokeo kwa jumla ya mafanikio ya kiutendaji katika idara hiyo, na matokeo ya kiutendaji ya idara zote ndani ya manispaa yenu ndiyo matokeo ya performance nzuri ya halmashauri ya manispaa yenu ya Morogoro. Nyinyi mmoja mmoja kama watumishi wa umma, usipofanya na kutekeleza majukumu yako katika idara yako, unachokifanya ni kwamba unainyima idara yako matokeo mazuri. Na nataka nielekeze tena kwa zile halmashauri ambazo zitaonekana ziko chini ya average ambayo tumeikusudia, sio katika jumla, lakini katika kila eneo, na sio halmashauri peke yake, hata taasisi za umma zilizo chini ya performance ile ambayo tunaitaka sisi, zote ziandikiwe barua na zitutoe maelezo kwa nini ziko chini na sababu gani za msingi za hatua za kinidhamu dhidi yao wanaosimamia idara hizo. Tume imeshakutana na wenzetu wa OSHA ili kuhakikisha eneo hili linakaguliwa vizuri zaidi, na waajiri wanasisitizwa kutekeleza sheria ya usalama wa afya mahali pa kazi, kwa sababu tusipozingatia hii, athari yake ni kubwa sana. Ni kwamba tunaweza tukakuta watu wamemaliza kazi, lakini baada ya kumaliza kazi basi maradhi yanakuwepo chungu. Tume inaendelea kutoa elimu kwa waajiri na watumishi wa umma kuhusu uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma. Halmashauri inaendelea kusimamia misingi ya utawala bora kwa watumishi katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya msingi na kuhakikisha kwamba vikao vinafanyika kwa mujibu wa sheria, na vile vile tunapata mrejesho katika utendaji kazi. Katika kuboresha mazingira ya kazi, kwa mwaka 2025-26 ilifanya ukarabati wa jengo la ofisi ya makao makuu ambayo lilikuwa ni chakavu. Aidha, katika mwaka wa fedha 26-27 ambao tumeuanza Julai mosi, tunaishukuru sana serikali kwa maana tumetengewa fedha shilingi bilioni 1 kuanza ujenzi wa jengo jipya la ofisi ya halmashauri kutokana na ufinyu wa jengo hili ambalo ni jengo la muda mrefu.